katika kuhubiri Injili, tunapokuwa tunahubiri Injili huwa kuna kupanda makanisa, na makanisa lazima kuna kuwa na utaratibu hasa kwa ile jamii ya waamini. Yaani kanisa linaweka taratibu ambazo zipo kibibilia, si mapokeo. Kwa hiyo sasa taratibu zinapokuwepo kibibilia, maana yake tunaweka taratibu kwa namna ya kuenenda katika maisha haya. Tunapokuwa tunahubiri habari za ujio wa Yesu, hatuwezi tukahubiri na baadhi ya mambo tukayaacha nje. Kwa hiyo tunakuwa tunahubiri na vitu vya msingi pia kama waamini lazima tukae tunavirekebisha, wakati huo tunaendelea na safari ya kuelekea mbinguni. Na moja vitu ambavyo vinarekebishwa, ambapo kulikuwa na swala la ndoa. Nakumbuka mara mwisho niliposimama hapa kulikuwa na swala la ndoa, kwa sababu katika kanisa kuna vijana, kuna kuoa na kuolewa. Kwa hiyo nikaelezea kuhusu habari ya ndoa. Sasa nilivyoelezea kulikuwa na mjadala na muda ulikuwa ni kidogo. Watu walitaka kunihoji na watu walitaka pia kutoa maoni yao. Kwa hiyo siku ya leo nitaendeleza pale nilipoishia, na hapa ni mjadala, kwa sababu hichi ni kipindi cha Beroya. Kwa hiyo kipindi hiki kitaendeshwa kwa mjadala, na mjadala nitaomba ujihusishe sana, si katika hisia, ila ujihusishe katika imeandikwa. Kwa hiyo hata kama ni oni lako la kawaida kilitoa, basi itabidi lipitishwe kwa imeandikwa. Kitu ambacho nilikifundisha kilitokana na kauli moja ambayo ilisikika mtaani kwamba kufungisha ndoa ndani ya kanisa ni upagani. Unaona? Kufungisha ndoa ndani ya kanisa ni upagani. Sasa kulingana na nilivyoona, nikasema kwamba tunaweza tukakuta siku nyingine watu washaoana huko kwa kudhania kwamba ukifunga ndoa ndani ya kanisa ni upagani. Jambo la kwanza ambalo nilianza kufundisha, maana na review, halafu nirudishe mada kwenu ili tuijadili, na ambao wanatamani kuuliza waulize. Nikasema ndoa ya kwanza kufungisha alikuwa ni Mungu mwenyewe. Maana ukisoma maandiko yanasema kwamba Mungu baada ya kumuumba mwanadamu akaona si vema aishi peke yake, akamletea msaidizi, akamuumba mwanamke na akamletea kwa Adam. Issue tu ilikuwa ni simple, ilikuwa ni kumuumba na kumletea Adamu. Unaona? Sasa baada ya hapo pia tukaja tukaangalia ndoa ya Isaka, namna alivyooa. Tunaona Mungu alihusika, kwa sababu Mungu alimuongoza yule mtumishi wa Ibrahimu. Maana Ibrahimu anasema malaika atafanyaje? Atakuongoza na utampatia mke, usije kumtwalia mwanamke kutoka katika jamii hii. Kwa hiyo tukaona kwamba malaika wa Mungu alikuwa na mtumishi wa nani? Wa Ibrahimu. Hilo tukaona. Lakini katika kipindi hicho sherehe ilipofanyika ya kukabidhiana mke, hatukuona kwamba jambo hilo limetendeka kanisani. Na tukaja pia tukaangalia ndoa ya Yakobo. Tukaja pia tukaangalia ndoa ya Rutu. Hapa kuwa na kanisa lile moja kwa moja, lakini Mungu alikuwa akihusika. Tukaja tukaangalia wakati Mariamu alivyoonekana na mimba baada ya kuposwa. Maandiko yanasema usiache kumchukua mkeo. Maana yake ni nini? Baada ya kutoa mahari, tunaona kwamba Yusufu anapewa mke. Sasa hakuna kitu kilichoonekana kwamba kulikuwa na shughuli ikifanyika ndani ya kanisa. Sasa nikaja nikasema sasa mambo haya tunaona kwamba hayakufanyika. Nikasema kwa mujibu nilivyosoma, ni muhimu ndoa ifungwe kanisani. Sasa hapo ndipo ilikuwa kipengele. Ni muhimu ndoa ifungwe kanisani. Nikatoa sababu ya kwamba ndani ya kanisa, sababu kwanza niliotoa ya muhimu. Msomaji niko, hebu soma Kumbukumbu la Torati 7:1. Niguse kidogo halafu niache mjadala sasa. Kumbukumbu la Torati 7:1.
7 yake ni ya kwanza, Kumbukumbu la Torati, anasema Changamka. Bwana Mungu wako Ehe. atakapokutia katika nchi uendayo kuimiliki, Mhm. atakapoyang'oa Mhm. mataifa mengi watoke mbele yako, Mhm. Mhiti, Mgirigashi Mhm. na Mwamori na Mkanani na Mperizi na Mhivi na Myebusi, mataifa 7 makubwa yenye nguvu kukupita wewe. Wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele yako, nawe utawapiga, wakati huo ndipo waondoke kabisa, ufanye agano nao. Usifanye agano nao. Soma vizuri msomaji. Usifanye agano nao, wala kuwahurumia, wala usioane nao. Usioane nao, si ndio? Binti yako. Kwa hiyo Mungu alikataza kwamba wasije wakaoana nao, wasije wakaoa watu wa mataifa. Ukisoma Kumbukumbu, ukisoma Wakorintho wa pili 6:14, maandiko yanasema usifungiwe nira na asiyeamini. Unaona, usifungiwe nira na asiyeamini. Na ukisoma kitabu cha Adventist Home ukurasa wa 43 paragrafu ya 3, ukurasa wa 3 paragrafu ya 3. Hii ni ya Kizungu lakini nimejaribu kuitafsiri tu kawaida, lakini unaweza kusoma tu hapo ukurasa wa 43 paragrafu ya 3. Mimi nimetafsiri tu kama itakuja hivyo. Inasema Mungu anakataza waumini kuoana na wasioamini. Hawapaswi kutafuta faida na matokeo ya haraka katika maisha haya kwa kuvunja kanuni za Mungu, kwa sababu njia hiyo inaweza kusababisha hasara kwa watu wa Mungu wanaoingia katika mambo yaliyokatazwa. Ndoa kati ya muamini na asiyeamini imekatazwa na Mungu, lakini mara nyingi watu huanguka katika mtego huu. Wale wanaoongozwa na tamaa na msukumo wa hisia huishia kupata uchungu katika nafsi zao. Kwa hiyo inasapoti usifungiwe nira na asiyeamini. Na tunaona baadaye Suleiman alikuwa ni mtumishi wa Mungu mzuri tu, lakini akaja baadaye akaangushwa baada ya kuoa wanawake wengi, hasa wasioamini, wakampeleka wakasababisha akaanza kuabudu miungu mingine. Kwa hiyo nikasema ni vizuri kuoa ndani ya kanisa. Kwa hiyo ndoa inafungwa ndani ya kanisa. Nikaja nikaelezea pia hata Tito 2:3 inaelezea wazee wawafundishe wakina mama wafundishe binti zao. Maana yake ndani ya kanisa ndio utaona kwamba binti wamefundishwa maadili ambayo yaliyo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikafundisha. Kwa hiyo ni vizuri kufunga ndoa ndani ya kanisa. Nikaja nikaelezea pia ndani ya kanisa pia kunaweza kukafanyika ibada kwa ajili ya kuwaombea baraka. Unaona, sasa nikaishia hapo kwa sababu ya muda mchache na nataka niruhusu mjadala. Kwa hiyo pointi yangu ni ipi sasa? Nilisisitiza kwamba ndoa inatakiwa ifungwe ndani ya kanisa, kwa sababu kanisa linaweza likatoa utaratibu ambao Mungu ameidhinisha, ambapo muamini atafuata. Ndio ikawa pointi yangu. Sasa nilivyotoa hoja hiyo, kuna mjadala ulioibuka sana, ambapo baadaye nikaja nikaelewa kuna maswali kadha wa kadha ambayo ingeibuka, ambayo tutaona kwamba je, unaposema kanisa mtu anaamini jengo au kitu gani? Unaposema kanisa anaamini jengo, unaposema ndoa ifungwe ndani ya kanisa, jengo au kitu gani? Hilo la kwanza nililo linoti kwamba mtu alifikiria jengo au kitu gani. Jambo la pili, nikaja nikanoti kitu cha pili, unaposema kufunga ndani ya kanisa ni mchungaji kufungisha au kitu gani? Sasa ndo nataka tuende kwenye mjadala tuone inakuwaje. Je, ni halali ndoa kufungwa ndani ya kanisa? Wakati wa kujibu mambo haya tunajibu pia, je, ni sahihi mchungaji kufungisha ndoa? Mjadala ulishaanza. Bwana asifiwe. Amina. Nakumbuka kweli ulituachia maswali sana, alikuwa mengi, lakini sasa huo mgogoro mimi niliuona ni mtandaoni, kwamba mchungaji mmoja akisema bwana, tunafunga ndoa kanisani, utafungisha ndoa kanisani, lakini ni upagani. Kwenye Biblia hakuna sehemu kulikuwa na watu wanafungisha ndoa kanisani
Hivyo tu ni mambo yaliyotokea, ni upagani akasema hivyo. Mwingine akasema ni lazima. Mtu asikudanganye, ni lazima, na akatoa na maandiko yake. Lakini mimi naona pia wote wawili hawakuwa sahihi, kwa sababu wote wawili pia walishapoteza maana ya neno kanisa. Yaani walishapoteza maana ya neno kanisa. Kwa sababu ukielewa maana ya kanisa, basi ndio utajua kama ni halali au sio halali, au ni lazima au sio lazima. Kwa sababu hii sisi tumeambiwa tusifungamanishwe nila na wasioamini, si ndio maana yake? Kwa hiyo inamaanisha ndani ya kanisa ndipo tunatakiwa tutafute wake na mfano wame, si ndio maana yake? Kwa hiyo sasa, ikiwa ni hivyo, basi kanisa lazima lijue. Kwa hiyo kanisa, hata kama tukitoka hapa wote tukaenda kijijini, shughuli zote zitamalizikia huko na zitaishia huko, na inakuwa tayari umepata mke. Japo wengine washaichukua kwamba jengo ndio linalofungisha ndoa, hicho kitu si sahihi. Kwa hiyo mchungaji anaweza kama akaenda sehemu yote na mambo yakaendelea, lakini jambo jingine ni kwamba mchungaji, je, na anaruhusiwa kufungisha ndoa na anafungisha ndoa? Kwa mimi ninavyoelewa, hilo jambo sio. Kwanza hilo jambo sio kwa sababu moja. Kwanza, mchungaji mwenyewe ukisema anayefungisha ndoa ni Mungu mwenyewe. Hakuna mwingine anaweza kufungisha ndoa isipokuwa ni Mungu, na Mungu anayefungisha kwa utaratibu hii alishasema katika Mwanzo, mwanamume atamwacha mamaye na babaye na ataambatana na mkewe, naye mwanamke ataachana na wazazi wake na ataambatana na mumewe. Kwa hiyo utaratibu huo tu alioweka, yani tayari wazazi wakilizia, hiyo ndio ndoa kwa mujibu wake Mungu. Umeona, na agizo alilitoa hapo. Lakini isipokuwa watu wa leo, hiyo utaratibu hata zikifanyika kwa mila huko, akashamaliza, mfano mtu katoa mali, kamaliza kila kitu, anakuwa anasema bado sijafunga ndoa, nimemlipia tu mali, wazazi wake wamenikubalia, nataka nikafunge naye ndoa. Ina maana wao hata kama washamaliza zile taratibu, tayari kwa mujibu wa Mungu ile ni ndoa. Lakini cha ajabu, anaweza akaja kanisani, wanaekwa hapo, na kila kitu kishamaliza, wakishakaa hapo wanaanza sasa, haya, wewe unampenda fulani hivi na hivi, haya tunafungisha hii ndoa. Au wanauliza, na kuna mwingine yote ana pingamizi hapo? Ina maana mtu akitokea akiweka pingamizi, hiyo ndoa hakuna. Sasa hapo ni watu walioachana nao wanaenda kuzini, kwa sababu kwa mujibu wa Mungu ule tayari ndoa ishafanyika. Lakini kuna watu leo wamejipa uhusika na mamlaka kwamba wao ile ndoa ndio yani finally say, yani bila yeye hakuna. Unaona, sometimes labda watu wengine wanafikiria bila pete ile kuvishwa ile ndoa haijafanyika, au ni mambo ambayo niweza nikasema ndio ya kipagani, au ni taratibu zilizowekwa, au ni mambo yaliyoletwa ili inaonekane kuwa ndoa ni kitu kigumu, mtu mpaka akifikiria muda mwingine aone kama hawezi. Lakini ni mambo mengi tu yamekorogwa hapa. Lakini kwa mujibu wa Mungu, yeye ni mume na mke, wale wawili kubaliana na wazazi wao pia wakikubaliana, hiyo kwa mujibu wa Mungu yeye kashamaliza. Yani huo ndio utaratibu huko hivyo. Kwa hiyo nilikuwa nataka nitoe mchango huo, kama mengine nitatoa baadaye. Haya, sawa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Pia unaruhusiwa kumpinga alichokiongea kama ulichonacho ni kizuri zaidi ya hicho. Mimi naona kuna vitu vitatu ambavyo sisi kama binadamu kwanza tunaenda kinyume na neno la Mungu. Ndio sababu tunaona mpishano unakuja kuhusu ndoa kufungwa kanisani, kwa sababu wale wote wachungaji wawili, huyu ni nabii, huyu ni mchungaji, kitu alichokuwa anakizungumzia ukiwasikiliza ni kwamba walikuwa wanamaanisha jengo, mwanamke na mwanaume wakutane kwenye jengo ambalo wao wameliita kanisa, ndio aje wafunge. Huyu akasema ni sahihi, huyu sio sahihi, lakini mkutaza wao walikuwa wanamaanisha ni kwenye jengo. Na kwenye jengo manake yule alopinga kwamba inabidi ifungiwe kanisani alisema inabidi waje wafungie kanisani, sisi tuwape baraka kama wachungaji. Sababu nilivyomsikiliza anasema ndoa lazima ifungwe kanisani, wachungaji wakuombee, wafanye nini. Sasa swali hapo utaendelea kuchangia. Kuna kosa mchungaji kumwombea baraka mtu anapofunga ndoa? Kama ushafunga ndoa, umekuja kwa mchungaji akupe baraka, kwa sababu si umemwamini ni mchungaji wa Mungu analiishi neno. Ushafunga ndoa huko, yaje akuombee ili baraka yako ndoa iwe na baraka, si vibaya, ila yeye ana mamlaka ya kufungisha ndoa na kukuombea kwa pale unapokuwa unafunga ndoa. Ila kama umefungiwa ndoa sehemu yoyote, mfano umeenda kijijini, umechukua mke, umeona wewe mnaendana, ndoa imefungwa kimungu, kwa sababu utaratibu wa Mungu upo hivi. Hata ukisoma kwa Isiaka na Rebeka, hakukuwa na vitu vingi, ililipwa mahali, Isaka akapewa mke, sherehe ilifanywa na familia na watu wa karibu. Lakini masuala ya kusema umemwona mke
utoke uje uliambie uje kanisani. Sasa kanisa ujue nini, kanisa linatuchanganya Wakristo. Kuna tunaoelewa kanisa kwamba ni watu waliokusanyika kwenye ukweli, na kuna tunaoelewa kanisa kwamba ni jengo, kwa sababu lina msalaba ndo kanisa. Sasa hapa tuzungumzie lipi, jengo au watu? Tunazungumzia watu. Nazungumzia watu, ingawa watu pia ndani ya jengo bado ni kanisa. Kwa hapa kuna vitu viwili, ndio maana nimesema kuna tunaoamini hapa tulipokusanyika wawili au watatu ni kanisa tayari, na kuna waamini jengo hata kama halina watu ni kanisa. Kwa hiyo si tuzungumzie watu. Kama mimi naweza nikakuchukua wewe, twende unisindikize nikaoe, tukafika kule bado ikawa ni taratibu za kanisa zimefuatwa, kwa sababu tumekutanika katika kweli. Ile ni ndoa inayokubalika kwa sababu imefungwa tayari kanisani, huo ulikuwepo. Ila ambacho mimi naweza nikasema, kama mtu wa ndani anataka kuoa, si vibaya aende kuoa akiwa ana mshirika wa kuongozana naye ambaye analiamini neno, anaoliamini yeye pia, kwamba ukishatoa mali wazazi wakikwambia ni mkeo, tayari hiyo ni ndoa sahihi. Hizi nyingine zote ni upagani tuloletwa, kwamba uje uvishwe pete, uvishwe sijui nini, ulishwe kiapo. Ndoa haina kiapo, kiapo mnakula na Mungu. Ndio ninavyoelewa hiyo. Haya, mjadala mwingine ni mjadala mwingine. Andrew, wewe unataka kuoa? Sasa ndo tupo kwenye mjadala hapo. Tupo kwenye mjadala. Mimi kabla sijachangia nitaka kwanza nimsikie Vitalis ndugu yangu, naye anachangia kitu gani? Bwana umecheka. Vitalis. Sawa. Vitalis, naomba uchangie kabla mimi sijachangia, mtumishi wa Mungu. Nataka kusikia unasemaje. Endelea. Atauliza baadaye baada ya mchango wake. Kwa swala kama hiyo ya ndoa, kwa sisi tunaoamini kwamba maandiko yanasemaje, tukiangalia kwamba aliyeanzisha kanisa ni Mungu mwenyewe, kama aliwatunza Adam na Eva ndani ya bustani ile, maana alitengeneza sehemu ambayo watu wanaoamini kitu kimoja akawaanzishia hapo. Kwa hiyo tukisema msingi wa ndoa, kama ndugu anavyosema kwamba ni kanisani, kanisa sasa kwamba ni jengo au kuna mtu au mchungaji wa hiyo kanisa anakufungisha ndoa, hapana. Ni taratibu ile ile ambao kwamba Mungu alivyosema mtu atamwacha wazazi wake upande wa mume na upande wa mwanamke, watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo taratibu zikifuatwa zote, mimi naona hiyo ndio ndoa. Kwa mimi, kwa sababu kama ni kanisa ilisafiri muda mrefu, kwa mimi ninavyoangalia kwamba ilianza toka Eden, kama waliamini akina Ibrahimu walitembea na Mungu. Kwa hiyo taratibu hiyo ya watu kufunga ndoa katika watu wanaoamini ni taratibu ya toka zamani, kwa sababu msingi wake ulianzishwa na Mungu mpaka kwa Kristo wake mpaka sisi leo hivi tunafuata taratibu hiyo hiyo. Hii ndio ninavyoelewa ndoa. Sijajua kama ndio nimekujibu. Mwingine. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amina. Na mimi nilikuwa na mchango wangu hapo, ni kwamba kusoma katika, tuangalie kwanza Malaki 2:14, maana ndoa inafungwa na ahadi. Mfano maandiko yanasema kwamba, hebu tufungue Malaki 12 pale, 2:14. Malaki 2:14. Acha nikusomee. Inasema, lakini ninyi mwasema, ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako, uliyemtenda mambo ya hiana, angawa yeye ni mwenzako na mke wa agano lako. Amina. Basi tusimamie hapo. Kumbe mke wanaposema kufunga kanisani, labda utata ni kanisa tu kutokuelewa kanisa ni kitu gani, lakini wanapokuwa wanakaa kanisani
pale ni kama yani kwenye kusanyiko, tuwekee mfano kwa watu waaminio hivi kwamba wanapokaa wanakaa mbele ya kusanyiko na kufunganisha pale kama ushuhuda tu, watu wanaowashuhudia kwamba fulani kaoa huyu. Lakini ndoa kama ndoa inafungwa na watu wawili. Hata ukisoma katika Wakorintho wa pili pale na ile mwanzo pale, Rebeka alikuwa na hakukuwa na mambo mengi, walienda wakafunga tu ndoa, wakamchukua mwanamke, Rebeka akachukuliwa na sherehe ikafanyika. Kwa masuala kwamba si ni lazima sana au sio lazima kwenye kukaa kwa kanisani, na kwa kidogo hiyo sio haijakaa sahihi sana. Haya, mwingine wakati huo inabidi walimu waitwe waje watuambie, kwani wao ndoa hawataki kufungisha. Inabidi waje watuambie, na kama wanafungisha, je, inakuwaje? Kwa hiyo tunaendelea na mjadala jamani. Ndoa inafaa kufungwa ndani ya kanisa? Majibu yanatakiwa kanisa jengo au kanisa kusanyiko. Je, mchungaji anapaswa afungishe ndoa? Na kama anapaswa afungishe, kwa ushahidi upi? Kwa hiyo niwaalike tuendelee kujadili, tuendelee na mjadala kabla hatujaweka hitimisho. Nilikuwa natafuta aliandika, nimelisahau hapa katika Mathayo nadhani 5 au 4 pale, 5 au 6. Yesu anasema alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Kwa hiyo hilo andiko tu peke yake linatupa msingi kwamba hata mwanadamu hakuhusika kwenye kuunganisha. Kwa tayari hapo tunapata msingi kwamba mwanadamu afungishi ndoa. Sasa Mungu kipindi kile, kwa mfano hapo, na sasa najaribu kupanua na ili tuende sawa. Kipindi kile Mungu wakati anamleta Hawa, si ndio? Ndio. Si walikuwa watatu tu, yeye, Adamu na Hawa, si ndio? Sawa. Sasa Mungu ndo ameunganisha pale. Kipindi hicho pia Mungu naye, kumbuka, amewapa mamlaka watu ambao, maana tunasema Mungu yupo ndani ya kanisa, walipo wawili watatu nipo katikati yao. Sasa kama anakuwepo ndani ya kanisa na yeye, kanisa yenyewe ni la Kristo na Kristo ameweka watu, maana yake na kanisa limeweka utaratibu, na miongoni mwa utaratibu ni kama kufungisha ndoa, maana likifungisha ndoa ni Mungu amefungisha. Hiyo imekaaje? Sasa unajua tunaenda kwa maandiko. Unajua wale ni wajumbe, sawa ni wajumbe, lakini kuna utaratibu wa Mungu ameweka kufungisha. Si kila mtu anaweza kaamka tu akafungisha. Kwa mujibu wa maandiko hicho kitu hakipo. Kwa hiyo ni Mungu ndiye anayefungisha. Sasa ukijua kama ni Mungu anayefungisha, kuna utaratibu ambaye alishausema. Ukienda katika Mwanzo pale kwamba mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, na mwanamke hivyo hivyo naye, nao watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo tayari hapo kwa utaratibu wa Mungu ni wale kuacha wazazi wao ndio wanaungana. Kwa hiyo mchungaji yeye akija ahakikishe zile taratibu zimefanyika. Mfano mchungaji ahakikishe bwana, wazazi wake huyu binti wamekubali hivi na hivi, na afuatilie, unaona, na huyu naye angalie wazazi wake nini imefuatilia. Basi hapo tayari kuna muunganiko wa Mungu, tayari amehusika. Kwa hiyo yeye kama kanisa au yeye kama msemaji wa kundi lililoko nyuma, yeye anatakiwa angalie tu taratibu hizo, lakini hana mamlaka kusema ndoa hii naifungisha. Mfano kuna mchungaji mmoja nilimsikiaga, alikuwa anaojiwa kwamba sasa ikitokea mwanaume amedai mlango mwingine kwa mkewe, wewe unasemaje hapo mchungaji? Kwanza akasema hiyo ndoa mimi naiachanisha. Hicho kitu hakuna, my brother, hicho kitu hakuna. Hata kama liwe ni jambo la namna gani, mchungaji hana mamlaka ya yeye kuiachisha ndoa ile, kuiachanisha ndoa. Yaani maana yake ni sawa na yeye pia anaweza akaamua Mungu aache mawasiliano na kanisa lake, yaani ipo namna hiyo, lakini mchungaji hana mamlaka hiyo. Hata kama ni kweli liwe ni kosa lile, lakini maandiko ya Mungu yenyewe ndiyo yaseme, ila yeye asiseme kwamba mimi nitaiachanisha hiyo ndoa. Hicho kitu kwa mujibu wa maandiko hakuna. Ndio maana nimesema aliyekiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Sio, umenipata hapo? Lakini ndo alisema ile sababu ya uasherati hivyo na kadhalika. Kwa hiyo ikitokea mambo hayo kama kwa taratibu hiyo sawa, lakini basi asiseme mimi ninawachanisha, hicho kitu hakuna. Lakini kwa mujibu wa Mungu kuunganisha, taratibu yake ashaiweka. Kwa hiyo yeye kama mchungaji ni anaenda anasimamia tu, anaenda anasimamia utaratibu wote ufanyike. Ndio maana kulichunga kundi sio kuwa wewe ndio mtoa
mamlaka, yani kuwa ndo kichwa. Hapana, kulichunga kundi, wewe unakuwa ni mmoja katika walio wengi, yani mwenyewe umepata nafasi tu ya kuwekwa mbele, wengine wawe nyuma yako, lakini sio kwamba wewe ndiye kichwa cha kiongozi, kwamba unaweza ukaongea. Hapana, hairuhusiwi kuwa hivyo. Inamaanisha wewe unakuwa tu unaongoza utaratibu wa Mungu ule ufanyike kwa mujibu wa neno la Mungu, ila sio wewe kuwa ndo mwenye mamlaka. Yani inamaanisha kuna wengine sometimes wanaenda kanisani, mchungaji friend asipofika anasema ndoa yangu mimi sasa itakuwaje? Hajui kwamba hata wale ambao wamekaa pale, wale ambao wana mashemasi manani, wanaweza kaangaliza zile taratibu zikifanyika wakaifungisha hiyo ndoa. Tunaona yani hiyo ndoa ikasababisha ifanikiwe kufungishwa, lakini Mungu ndiye anayefungisha kwa mujibu wa maandiko. Labda kama unataka nisome kwamba Mungu ndiye anayefungisha. Haya, mpe pale. Na mimi nakazia hapo kwa mtumishi. Kazia. Mimi natoa tu challenge. Ni 2:22 mwanzo pale Mungu alipompa Adamu. Kwa sababu yeye mwenyewe ndo alikuwa shereheshe mwenyewe akiwa na Yesu. Kwa hiyo hebu tusome kidogo hapa tuangalie. Mwanzo 2:22 inasema na ule ubavu ndio alioutoa katika Adamu ndio Bwana Mungu akaufanya mwanamke akamleta kwa Adamu. Sawa. Adamu akasema sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Hapo sawa kabisa. Kwa hiyo ina maana tunaona kwamba Mungu mwenyewe hilo swala analitenda. Mwanadamu hakuna mwanadamu anaweza kufungisha. Sasa issue inakuja, issue sio mwanamume kuacha wazazi. Issue mchakato. Mchakato wa mwanaume kuacha wazazi na kuambatana na mkewe. Issue ni mchakato. Sasa kama issue ni mchakato, je, kanisa halihusiki katika mchakato huu ambao ndio kufungisha ndoa? Maana ukisema kwamba mtu atamwacha, maana mtu akisoma tu juu hilo andiko anaweza akasema mtu atamwacha babaye na mama yake. Sasa hiyo ikishia tu hapo, pengine hata mahari mtu anaweza sitoe, acha wazazi wako ambatana. Lakini utamwacha vipi? Kuna mchakato hapo ambapo pia Mungu anahusika moja kwa moja. Na Mungu anahusikaje sasa hivi? Mungu hayupo Edeni sasa hivi tu kwamba anamleta Adamu. Mungu majukumu ya kiroho ameliachia kanisa. Na kama ameliachia kanisa, labda tu sasa tuseme issue labda tu ya mchungaji kufungisha inakuwaje? Lakini mimi ninavyoona, kunapokuwa na kusanyiko kwa ajili ya kufunga ndoa au kufanya sherehe za ndoa, hivi kuna shida? Mimi naita changamoto tu. Kuna shida yote hiyo? Shida mimi kwa hapo na kwa sababu wale ni kama mashuhuda tu, maana hata maandiko yanasema ushuhuda wa watu wawili watatu ni sahihi. Kwa hiyo mtu akiwa katika kusanyiko inakuwa ni kawaida, ni nani tu, ni haina shida, sababu hakuna andiko linalopinga kwamba mtu asifunge katika kusanyiko. Au mwingine au kuna andiko linalopinga kwamba mtu ndoa kusanyiko watu wasishuhudie. Mchango mwingine mimi naona hata hiyo nimewekea tu kwamba image kwamba kwa mfano ndoa inapofungwa hakuna kulingana na malaika kwamba hakuna andiko linalopinga kwamba watu wa kushuhudiaji wa ndoa au katika kusanyiko. Vita lisio una neno? Hauna. Mwingine kuna jambo hapo nataka niongezee kuhusu la mahali. Kuhusu la mahali, hata Adamu alitoa mahali. Lakini sasa shida sio lazima sana. Unajua wazazi wengine wanatofautiana. Unaona? Wazazi wengine wanatofautiana. Mwingine anaweza akasema hivyo, sawa binti yangu, ni cha msingi wale wazazi wawe tayari wapo kwenye makubaliano, yani maelewano. Unaona? Sio lazima sana kama mali itoke. Wengine hawana mali. Mwingine anakuambia mimi nataka unitunzie binti yangu. Yaani au mwingine anakupa tu sharti lolote kwamba binti yake awe katika awe katika hili. Kama ulivyomkuta usimalibuke. Sio ukifanya ile jambo lolote, yani hivyo. Mwenye mzazi mwenyewe atakapokubali kwake hilo ndilo agizo. Lakini Adamu ukisoma katika hii Mwanzo 2:21 inasema Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja na kufunika nyama mahali pake. Yaani kuna kitu Adamu kimetoka kwake na Mungu ndio alikitoa. Hicho tayari kinahesabika kama ni Adamu mwenyewe kashatoa kitu chake, yeye ndio kimeenda kufanyishwa kwa mwanamke. Kwa tayari sehemu yake yeye kashaitoa. Sasa na mahali vile vile, umeona? So Mungu kama angeshindwa kumfanya mwanamke mwingine pembeni akafanana na Adamu aliweza, lakini ni ile kuonyesha kwamba huyu lazima umgalamikie.
Yaani huyu lazima umgaramikie, na ndio maana Adamu akasema huu ni nyama katika nyama yangu, mifupa katika mifupa yangu. Si unaona? Haya, kuna hii Adventist Home ukurasa wa 72, hata nisome alafu niulize. Ukurasa wa 72 ni ya Kiingereza lakini nimeiweka katika Kiswahili kwa namna inaweza siwe sahihi sana, lakini ni kwa uelewa iko sawa. Inasema kusudi la Mungu kwa mume na mke, Mungu alimfanya mwanamke kutoka katika mwanaume ili awe mwandamani wake na msaidizi aliyemfaa, awe mmoja naye wa kumfurahisha, kumtia moyo na kumbariki. Naye kwa upande wake awe msaidizi wake mwenye nguvu. Yeye alimpa Hawa kwa Adamu kama msaidizi anayemfaa. Alifanya muujiza wake wa kwanza katika sherehe ya harusi ya Kana Yesu hapo, katika ukumbi wa sherehe ambapo marafiki na jamaa walikuwa wakifurahi pamoja. Kristo alianza huduma yake ya hadharani. Kwa namna hiyo aliidhinisha ndoa. Shika mstari huo. Kwa namna hiyo aliidhinisha ndoa, akiitambua kuwa ni taasisi ambayo yeye mwenyewe alikuwa ameianzisha. Aliagiza kwamba mwanamume na mwanamke waunganishwe. Unaona, mwanzo alikuwa anasema alichokiunganisha Mungu moja kwa moja, lakini tunaona naye anatoa mwanamume na mwanamke waunganishwe katika ndoa takatifu ili waanzishe familia ambazo washiriki wake wakiwa wamevikwa heshima watambuliwe kama washiriki wa familia ya mbinguni. Kristo hakuja kuibomoa taasisi hii bali kuirejesha katika utakatifu na hadhi yake ya awali. Unaona, kwa hiyo anaamrisha kwamba waunganishwe. Sasa mchakato wa kuunganishwa ni upi, Mwalimu Ndacha? Kwa mujibu wa mada inayoendelea hapa, ndoa tunaona kwamba Mungu amemtoa Hawa katika ubavu wa Adamu. Baada ya kumtoa katika ubavu wa Adamu akamleta kawa mkewe. Lakini sasa hivi kuna kufunga ndoa, ambapo kufunga ndoa kanisani, wengine ndani ya majengo. Umeona? Sasa Biblia inasemaje, au maandiko yanasemaje, au uzoefu wako unasemaje kuhusu swala hilo? Je, mchungaji anaruhusiwa kuunganisha watu wawili au ni Babeli ili tuweze kutengeneza? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwanza mimi ninapoona katika Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, sioni mahali ambapo mchungaji anafunganisha mtu doa. Kile ambacho ninaona ya kwamba doa, yule ambaye anakutanisha watu wawili, kitu ya kwanza ni Mungu. Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba vitu vingine mtu anaweza kutoa kwa baba, lakini mke anatoka kwa Mungu. Na Mungu ndiye anakutanisha watu wawili alafu anawaunganisha, kitu ya kwanza. Ya pili, wazazi ambao ni wa pande zote mbili wanahusika pakubwa mno kwa ajili ya kufunga hiyo ndoa. Lakini tunapoongelea habari ya kanisa tunaongelea watu ambao wameitwa wakaja pamoja kwa sababu ya kufanyia Mungu ibada. Lakini inawezekana mahali ambapo wanaenda kutoa mke awe si washirika wa kanisa, hawajaitwa katika kumfanyia Mungu ibada ya Mungu moja na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo hauwezi kusema ya kwamba leo kwa sababu hapa tuko na msichana ambaye hapa ni mshirika wa kanisa, alafu tuamue kuwashikanisha hapo doa. Tutakuwa tumefanya kinyume na Mungu. Ndipo wakati Ibrahimu alipotumana Isaka aende akatafutiwe mke, alipeana vitu ambavyo vilikuwa vinaenda kutolewa huko. Unaona Kwa hivyo kanisa, labda tuseme tunaweza kufanya sherehe ya watu wawili ambao wameshakubaliana. Tuje hapa tufanye sherehe yao, tuwakubalie ya kwamba ni kweli, na sisi tunashuhudia kwamba hao watu ndoa yao ni halali. Kama kanisa lishafuata utaratibu huo wote uko sawa. Lakini kusema ati mfunganishe ndoa hapa, hiyo mimi kwa Biblia sijaona. Samani kidogo, samani. Mpe mic. Kwa hiyo sasa maana yake mchungaji haruhusiwi kufungamanisha. Afunganishi doa. Lakini si vibaya sherehe inapofanyika mchungaji pia akawaombea. Hamna shida kuombewa kwa watu wawili ambao wameshakubaliana katika doa, wanaombewa. Hiyo inafanyika kwa kanisa, kuwaombea, lakini si kuwaunganisha. Hiyo ni serikali imeweka hiyo sheria, si Mungu. Unaona, kwenye serikali kuna sheria
ya kwamba si kila mtu anakubaliwa kuunganisha ndoa. Unaona serikali nayo ina sheria ya watu hao kuwatenganisha hao watu wakifika kutengana. Serikali inaingilia inawatenganisha. Ndio maana inatakikana mtu ambaye anaunganisha hao watu wawili awe amekubalika na serikali. Lakini Mungu yeye ndiye huwa ako shahidi kati ya mume kijana na msichana ambaye wanaoana. Lakini kanisa linafaa kufuata taratibu ambaye Mungu ameweka kwa Biblia ili hao watu wakuwe wamefuata. Sasa wakishamaliza kufanya hiyo yote, ndio kanisa linaingilia kuwaombea, lakini si kuwaunganisha. Walishaunganishwa na Mungu. Okay, asante. Kwa hiyo kwa mujibu wa maelezo hayo, mchungaji haruhusiwi kufungisha kanisa, ila mchungaji anaruhusiwa kuombea wanandoa tayari. Kuna mtu yoyote ana hoja? Mimi nilishamaliza. Mimi nataka tu niseme kwamba wale ambao wako mbele yetu wamepewa kutuongoza katika yale malengo ya Mungu. Ukisoma katika Ezekieli 3:17 anasema, mwanadamu, nimekuweka kuwa mlinzi wa nyumba ya Israeli. Basi sikia neno hili litokalo kinywani katika kinywa changu, ukawape maonyo haya yatokayo kwangu. Unaona? Kwa hiyo lengo la Mungu kuwaweka hawa viongozi kwa juu hapa ni kwa sababu neno la Mungu watupe sisi neno la Mungu na maonyo, watukumbushe, yani wao wakeshe kwa ajili ya roho zetu. Kusema pale katika Waebrania 13:17 kwamba wale ambao viongozi wasalimuni ambao wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Unaona, wale ambao viongozi yani wanatakiwa kufanya yale ambayo mapenzi ya Mungu, kwamba nini watuongozi, ni nini ambacho utaratibu unatakiwa uwepo, ila sio wao kama ndo wana mamlaka ya kufanya lile jambo. Unaona, kwa hata mchungaji akisema ndoa hii sasa naifungisha rasmi, yani kanisani ndo anasema hivyo. Sasa kwa mujibu wa pale, mimi najiulizaga swali moja, ikiwa nyumbani taratibu zote zimefanyika, kila kitu kimefanyika, wazazi wamekubaliana, lakini bado mchungaji anasema ndoa hiyo sio takatifu kwa sababu lazima ije madhabahuni, na ikifika hapo kule Mungu tayari ashaifunganisha, ila ikifika hapo ndo anasema haya, kuna mtu mmoja ana pingamizi? My bro, huyo mtu akitokea hapo, hiyo ndoa hakuna. Sasa hilo jambo ambalo ni moja la hatari sana, iko maana yake wale tayari wameunganishwa pale, sawa, lakini kwa hilo jambo ile ndio itavunjika pale kwa mujibu wao, lakini ikivunjika hapo tayari kwa mujibu wa Mungu, naye wale wanaenda kuzini. Ni jambo moja la hatari sana kwenye mambo ya ndoa haya, ni kwa sababu tu utaratibu mwingine ulioingia ambao sio wa kibiblia, ndio mambo yanakuwa kama hayo, kwa sababu watu wameamua kujipa mamlaka ile ya juu, neno la Mungu liwe chini yao, yani wao ndo wasemwe, yani neno la Mungu linachakatwa chini ya miguu yao, wao ndo wanalichuja huko juu wanavyotaka wao. Hiyo jambo halipo hivyo. Hapa kuna mfano wa ndoa ambao umeandikwa kwenye kitabu cha Adventist Home ukurasa wa 73. Labda tusome jinsi ilivyokuwa, maana tunaona walifanya ibada. Inasema, harusi katika nyumba ya Bi White kuhusu saa 11 jioni Jumanne. Chumba chetu kikubwa, yani ilifanyika chumbani. Chumba chetu kikubwa cha kulia chakula kilitayarishwa kwa ajili ya sherehe ya harusi. Bwana alinipa uhuru maalum. Moyo wangu ulikuwa na hisia za heshima na utakatifu kwa kuhusiana na ndoa hii. Kila kitu kilikuwa cha heshima na utaratibu mzuri. Ndugu B aliongoza ibada ya harusi. Unaona, ibada ya harusi na sherehe ilipita vizuri sana. Hakukuwa na utani usiofaa wala maneno ya kipuuzi. Kila kitu kilikuwa cha heshima na cha kutulia. Kila jambo liliainishwa na kupunguzwa makali yake na Roho wa Mungu. Katika tukio hili iliombwa kwamba dada White aombe baada ya ibada. Sala hiyo ilikuwa ya kuinua moyo na iligusa sana hisia za watu waliokuwepo. Bwana alilitakasa tukio hilo. Sasa tunaona pia kunafanyika ibada ambapo mtumishi ameongea kwamba Mungu hahusiki. Kwa hiyo yawezekana tu ilikuwa ni ibada ya kufanya sherehe. Okay, karibu. Kuna pale katika ile andiko linasema ya kwamba Yesu alikuwa amealikwa katika harusi. Ndiyo. Kana ya Galilaya. Yesu alikuwa amealikwa kwenye sherehe ya harusi. Ndiyo. Hivyo sherehe ya harusi ni halali. Hatuwezi kusema watu wasisherekee na tuitwe tutaenda. Lakini sisi kama kanisa hatuwezi kuhusika kuwaunganisha. Yule ambaye anafaa kuwaunganisha kwanza ni Mungu, na wafuate taratibu za kimungu katika familia zote mbili.
kwa pamoja Ndio. Sasa sisi kile tunahitaji kanisa inatakikana kuhakikisha ni kwamba hiyo taratibu zimeenda sawa. Sasa sisi tunaitwa katika sherehe ya harusi ambayo ishakamilika kuunganishwa. Mimi nafikiri kama nimeelewa ni hivyo. Kama sijaelewa vizuri naweza nikarekebishwa tu baadaye. Okay. Iko sawa. Kama kuna mtu mwenye nyongeza? Kwa mimi binafsi mwalimu nimemuelewa, ila nilikuwa naongeza kidogo hapo kwamba kama swali kwamba je, kwa mtu anayeamini, waaminio kama sisi, unaweza kuenda kuoa mtu mwingine ambaye yuko tofauti na imani yako, alafu na hiyo ndio ikawa sahihi? Swali hilo. Sasa unajua kuna kitu moja ambacho tunafaa kujua. Isipokuwa ni Waisraeli walikataa ibada ya Mungu wa kweli, Mungu alikuwa ameshaweka taratibu zote kwao. Kwa hivyo sisi tunachukua kwao kile ambacho Mungu alikuwa amewaelekeza. Hakuna kitu kipya kinakuja kuanzishwa. Ukisoma Kumbukumbu ya Torati 7 mstari wake ni wa 2. Hebu isome. 7:2. Kumbukumbu ya Torati 7:2 mpaka 4. Wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele yako, nao utawapiga, wakati huo ndipo uwaondoe kabisa. Usifanye agano nao wala kuwahurumia, wala usioane nao. Binti yako usimpe mwanawe mume, wala usimtwalie mwanao mume binti yake, kwa kuwa atamkengeusha mwanao mume asinifuate, ili wapate kuabudu miungu mingine. Ndipo itakapowaka hasira ya Bwana juu yenu, naye atakuangamiza upesi. Unaona, kwa hivyo Mungu alikuwa amewakataza msiwaozeshe binti zenu, msioe kwao. Kwa hivyo watu ambao wanaabudu miungu ya uongo msioe kwao. Napenda watoto wenu wasiolewe nao, kwa sababu watakapoolewa nao watawakegeusha, watawabadilisha kwenda kwa miungu yao. Hebu niweleze kwa mfano Suleimani, tunapoambiwa kwamba Suleimani alioa wake wengi. Kama hageoa nje ya Israeli hata hatungejua alikuwa na wake wangapi. Sababu ya kuandikiwa habari za wake wengi wa Suleimani ni kwa sababu ya makosa ya kwenda kuoa nje ya Israeli. Ndipo Mungu akasema hao wanawake aliowaoa nje ya Israeli walimfanya akaenda kuabudu miungu migeni. Kwa hivyo ina maana ya kwamba hatufai kuoa nje ya imani yetu, na hatufai kuwaozesha mabinti zetu kwa watu ambao hawajakubali imani hii. Naam. Gerard, una swali? Kashatoa andiko, lakini kuna jambo hapa ambalo linanitatiza. Sasa kwa kuoa mwanamke ambaye ana imani kama yetu, basi tutachelewa kuoa, kwa sababu imani hii ni vita. Imani hii ni vita. Mfano mimi Mwalimu Ndacha, mimi wakati naipokea imani hii kupitia wewe, mimi nilimwoa mwanamke wa Kiislamu, ila tumeenda naye nikiwa kila siku namsikilizia mahubiri yako, Mwalimu Masawi na wengine na Onyango. Baada ya miaka 4 ndo akaja kuamini, kabatizo wiki iliyopita. Je, kumuoa asiamini huku ukiwa unamfundisha imani kwa upole na kwa unyenyekevu, bado kuna ubaya? Sasa hiyo yako ni tofauti, kwa sababu tayari mlikuwa mshaelewana, ulishakuwa umemuoa. Ndio katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 7 mstari wa 10 nasema kama mtu wako na mke asiamini na huyo mke anakubali kukaa naye, asimuache, kwa sababu mwanamke anatakaswa katika mumewe. Kwa hivyo wewe ulifanya kazi nzuri ya kumfanya mke wako akaamini, lakini kama ulikuwa bado haujamuoa, ilikuwa inahitajika kwanza umhubirie aamini ndio muoe. Kanisa, haleluya. Amen. Ni kwamba hebu kwanza nisomee kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 7:38. 7:38. Ndio. Basi
hivyo na amwozae mwanamwali wake afanya vema, na yeye asiyemwoza atazidi kufanya vema. Asante. Kwa hiyo anayeoza ni nani kwa mujibu wa andiko hilo? Kanisa. Anayeoza binti ni nani kwa mujibu wa andiko hilo? Mzazi. Ni mzazi, ndio? Hebu nipe Yoshua 15:16. Kitabu cha Yoshua 15:16 inasemaje? Inasema Kalebu akasema yeye atakayeupiga Kiriathi Sefari na kuutwaa, mimi nitampa Aksa binti yangu awe mkewe. Nitampa Aksa binti yangu awe nani? Mkewe. Sasa mstari wa 17. 17 inasema naye Othnieli mwana wa Kenazi nduguye Kalebu aliutwaa, basi akampa Aksa binti yake awe mkewe. Asante. Sasa uliona hapo kuna process nyingi za tofauti? Hapana. Kwa ni kwamba mzazi, jukumu la ndoa lipo kwa mzazi. Sasa katika eneo la waamini, eneo la nini? La uamini, kuna hizo taratibu ambazo zimewekwa katika maandiko nimeshatolewa hapo kwamba wewe mwanamke wa namna gani. Kwa ina maana wewe ambao ulikutwa na imani kama alivyokutwa ndugu yetu Gerard, ana mke ambaye si muamini, huyo afungwe. Zinasema kwamba je, utajuaje unaweza kumtakasa nani? Mkewe. Lakini wewe ambao ushajua utaratibu huu, upaswi kuoa mwanamke asiyeamini. Kwa mfano ile katika Korinto wa pili sura ya 6 mstari wa 14 inasema msifungwe nila pamoja na wasioamini. Sasa katika picha husika, ndugu zangu katika kanisa, kuna uongozi wa kanisa, wazee wa kanisa na mashemasi na kadhalika. Wacha kidogo nitawapeleka kule. Hapa itakuwa ni balaa. Sasa mazingira yako hivi. Kazi ya viongozi au kanisa ni kuangalia usafi wa kanisa. Bwana asifiwe. Amen. Kwamba hii ndoa, huyu anayeoa huyu amefuata vigezo vya nini? Vya Biblia. Na kama mchungaji ama mzee wa kanisa mtaruhusu kwamba kila mtu ajitwalie asiamini, hilo kanisa mnalichafua. Kwa mtavunja nini? Maandiko. Lakini hoja ya kuoza ni ya nani? Ya baba. Kafanya mtu na binti yangu hapa. Sasa naweza nikasema kwamba namuoza binti ya katika muamini. Kwa hiyo mimi sipasi kuoza binti yangu nje ya nani? Ya muamini. Kwa hiyo kazi ya kanisa ni kuangalia baraka ya kanisa, ni kutoa baraka yake, ni maana kwamba tumehakikisha kwamba ule utaratibu uko nini? Vizuri. Ndio maana kuna mashemasi wapo wanaangalia utaratibu na nini kwamba hivi na hivi mambo yanakaa sawa. Hiyo kama kanisa tutasema Bwana asifiwe. Tunatoa baraka zetu katika jina la Yesu. Kwa hiyo tunaporudi katika njia ya mitume na manabii, hakuna mahali popote katika Agano Jipya utaona mitume aba Petro anafungisha nini? Ndoa. Never and ever. Na kwa sababu ndoa, mwanzilishi wa ndoa ni Mungu. Na ndoa haibarikiwi na mchungaji. Tayari Mungu ashafanyaje? Ameshaibariki. Akawabariki, zaeni mfanyeje? Mkaongezeke. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuwafundisha watu usafi wa ndoa. Malazi yaheshimiwe kama maandiko yanavyosema katika Ibrania 13. Ndoa iheshimiwe na watu wote na malazi yawe sawa sawa. Basi malazi yawe sawa sawa ni kwamba yamehakikishwa kwa kupimwa kwa neno la Mungu. Asante. Mungu akubariki. Kuna nyongeza hapo? Nadhani Andrew amepata kibarua. Andrew, hakuna namna, nenda kahubiri Injili. Andrew, inabidi ukahubiri Injili. Atapatikana, atakuja tu kanisani hapa. Bila kuhubiriwa. Atakujaje na huhubiri? Kwani hubiri lazima utoke tu kuhubiri huko? Unaweza tu ukaa nyumbani unahubiri au kuhubiri mpaka nionekane na watu tunahubiri? Hata ukikaa bado unahubiri. Haya. Mpe mwalimu. Lakini kuna jambo nataka niongeze hapo Ndio. Swala la ndoa ni takatifu sana. Ingawa shetani ameliharibu kweli. Sasa Mungu katika wana wa Israeli ilikuwa ya kwamba kama msichana anaolewa na kijana, ilikuwa lazima wazazi wote wa pande mbili waje washuhudie ya kwamba msichana wao ameolewa akiwa bikira.
na kama angepatikana si bikira, alikuwa anatolewa nje na anauawa, anapigwa mawe. Na dhambi yoyote ambaye huko ilikuwa inapiganwa mawe ilikuwa ni dhambi ya mauti mpaka leo sasa hivi. Si ati ya kwamba imebadilika, ni ya kwamba ni hukumu sasa, si kupigwa mawe, lakini Mungu atakuja kuiulia mtu hiyo. Yaani inaitwa dhambi ya mauti. Kwa sababu kulikuwa na dhambi ambaye mtu apigwi mawe mpaka afe. Kuna dhambi ambayo mtu alikuwa analala anapigwa bakora. Kwa sababu haikuwa dhambi ya mauti. Sasa niwaulize sasa sisi, hawa wa vijana ambaye hawajaoa na wale ambaye wameoa na wakaoa wasichana ambao si bikira, isipokuwa tulie na tusononeke mbele ya Mungu atusamehee, ni ya kwamba hapo ni dhambi ya mauti tuliyoifanya. Sasa inatakikana hapa katika kanisa hili liwe safi, ni ya kwamba wataozesha mabinti zao wakiwa mabikira. Naona Kwa hivyo ndoa ambayo inatakikana kufanywa hapa ni ya kijana asiyemjua mwanamke na msichana ambaye hajajua mwanaume. Hiyo ndio inaitwa ndoa. Lakini kivinginevyo, yoyote ambaye ameshajulikana na mwanaume, huyo ni mke wa mtu ambaye anafunganishwa ndoa na mwanaume mwingine. Kwa hivyo unaoa mke wa mtu. Huo ndio ukweli wa maneno. Kwa hivyo kama tutarudisha matengenezo ya hakika, lazima hata hiyo ndoa iwe takatifu namna ambavyo Mungu aliweka kutoka zamani. Haya. Umeelewa? Kazi ipo. Kazi unayo wewe, mimi na mke tayari. Ujumbe umefika huo. Mwalimu, kuna dakika 5. Dakika 5? Zisizidi. Yaani dakika 5 ndio mwisho tunafunga. Kuna mtu hapa ameuliza swali. Ni mtandao hapa. Natafuta andiko mtu akiwa ameoa na mke akaondoka. 7 ngapi? Wakorintho 7:10. Kuna ile ambapo afungwe. 11. Sasa kuna moja. Mstari wa 14. 14. Sawa hapa. Hebu anza 14. Kuna mtu mmoja anaitwa Smart Furniture. Sema niko na swali. Mtu anaweza oa tena bibi akaondoka kwa hiari yake? Hebu soma hii mstari wa 14, 7:14. Tungeanza 12 kabisa. Anza hiyo 12. Lakini watu wengine nawaambia mimi wala si Bwana, ya kwamba iwapo ndugu mmoja ana mke asiyeamini, na mke huyo anakubali kukaa naye asimwache. Na mwanamke ambaye ana mume asiyeamini, na mume huyo anakubali kukaa naye asimwache mumewe. Kwa maana yule mume asiyeamini hutakaswa katika mkewe, na yule mke asiyeamini hutakaswa katika mumewe. Kama isingekuwa hivyo, watoto wenu wasingekuwa si safi, bali sasa ni watakatifu. Lakini yule asiyeamini akiondoka na aondoke, hapo huyo ndugu mume au ndugu mke hafungiki. Hafungiki. Sasa kama umeoa mke na akakuacha, wewe ufanyeje? Hafungiki. Haufungiki. Hii nimeambiwa Smart Furniture. Kwa kuongezea pia katika hoja yangu ni kwamba kuna pointi ambayo nataka tuzizingatie hasa nyinyi vijana. Katika hiyo andiko ambalo nimesoma katika Kumbukumbu 7, nataka nilisome kwa alisoma kumbe nyuma. Kwamba usioe mwanamke asiye nini? Tena anaambia wa baba, msiozeshe binti zenu kwa wasiamini, ama msiozeshe vijana wenu kwa wanawake wasio nini? Amini katika ile mataifa. Maana atamkengeusha kijana wako mume asinifuate mimi. Je, niwaambie habari njema. Ingawa sisi tunajiita sisi ni vidume, si ndio? Sisi wanaume na wanaume. Rafiki yangu, ukikiwa na mwanamke atakuongoza tu, utake ustaki. Ustaki. Sasa ukioa mwanamke mbovu atakusumbua tu. Yaani ndio hivyo tu. Na hakuna kibaya wewe unakuja kanisani, mke unamwacha wapi? Nyumbani. Na muamini Mungu. Wafika watoto wako watakuwa salama. Kwa maana ukioa mwanamke asiyeamini, mke ni ndo mwalimu wa kwanza wa mtoto wako kuanzia tumboni. Kwa hiyo anamlea akiwa wapi? Tumboni. Hata mama akiwa ni muovu, yule mtoto pia anahesabika ni muovu.
Sinafahamu watoto wa Nuhu wa zama hizo waliangamizwa kwenye gharika na wa Sodoma na Gomora waliangamizwa. Hata katika ile hoja ya hukumu Mungu alikuwa anaambia hata watoto fanyeje, muangamize Waamaleki wale, msiache chochote, bali ni kizazi cha uovu. Sasa wewe unapokuwa mwanamke asiyeamini, na maana una mwalimu wa kwanza ndani ya watoto wako ambao utakuwa umewaandikishia barua kwamba usiende mbinguni, maana mama atawatengeneza, na kama alivyo mama ndivyo alivyo nani, binti yake. Kwa utapata kibarua kizito cha kuijenga familia. Kwa la msingi ambacho natakiwa mfanye baki dakika maisha mtakiwa mfanye kitu kimoja, mtafute watu wanao nini, wanaamini. Kama nyinyi ambao muamini utatu, mnapokuwa mnaoa mwanamke wa utatu, ina maana mnaoa mwanamke anaabudu miungu mingine. Kwa hiyo sasa uje uanze kumtoa kuacha utatu kuja katika Mungu mmoja, ni shughuli ndefu. Kwa tafuta mwanamke anayefanyaje, anayeamini. Swali limekuja hapa, tutawapataje? Maana nyumba yote imejaa wanaume ndani, wote hamjaoa wengi huko. Na msiogope kuja tu huko, kama mna hela kufungisha huko, mna wazazi, tunafanyia hapa hiyo sherehe. Bwana asifiwe. Si kama msifanye sherehe. Harusi ni kitu kizuri, sherehe ni muhimu, jambo jema. Bwana asifiwe. Amina. Sasa mkahubiri Injili. Jonas na wote waseja ambao mko ndani waseja, kina Vitalis wote mkahubiri nini? Injili. Muwalete watu kwa Bwana, ndio wake mtawapata. Sasa mkisubiri mimi niwalete, mtachoka. Uliza bikira wapo na vile vile wewe unataka bikira nao ushaharibu nyuma. Wewe ushatoa bikira ngapi? Unaona ndio unatakiwa leo usimwanzie mwanamke, unatakiwa wewe usijue hiyo ngono na mwanamke asifanyeje? Asijue hiyo ngono. Sasa leo wewe ushakuwa muanga wa ngono. Ndio. Endelea. Sasa kuna kitu kimoja ambacho kipo hapo bwana Andrew. Wewe wakati unamfuata Yesu, sio ulikuwa umeshachafuka? Sema kusamehe. Na yule mwanamke pia sio ameshachafuka, akasamehe. Sasa hapo tunaingia sanisho ya kiroho sasa. Tumetakaswa nini? In spiritually. Sasa huyo mko sawa tu. Lakini kumbuka kwamba kuna mambo ya maharibifu yaliyotokea nyuma, waga yaishi. Kwa sababu kama mtu ameshapitia changamoto za nyuma, sasa patakiwa saneno la Mungu liweze kumtakasa. Lakini pasipo hivyo, zile experience waga fanyaje? Azitoki. Hiyo ndio ziki ya mwili. Ziki ya mwili iko hapo. Kwa hiyo mtaipata ziki ya mwili kwa sababu nyuma huko umeshaharibu. Sijui inaeleweka vizuri hiyo? Sababu wewe umepitia wanawake 10 20, si ndio? Ushajua aina zote. Sasa ukapata mwanamke pia naye hajui hivyo vitu, na maana wewe utakuwa unamuona kama mwanamke akuridhishi vile unavyotaka, si ndio? Au yule mwanamke naye kashapitia huko nyuma, ana wanaume huko na maskanya matreta, Mungu amemsamehe, mmekutana naye pale. Wote mtakuwa bili mvumilie sasa hapo kiroho, kwamba nisimtende Mungu nini? Dhambi. Kwa kingine cha msingi bwana, cha mwisho, tupige magoti, tuombe nini? Dua. Ellen White anasema kwamba kwenye issue ya maombi ya mke, kama ulikuwa unaomba mara moja, omba mara ngapi? Mara tatu. Bwana asifiwe. Haya, Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Ninawashukuru wote, lakini zaidi ya yote awali kwanza ni wa